Papa, mimi naitwa Nelly. Mimi ni mkaaji ya Nairobi. Na mimi ni mpiga kura Nairobi. Nairobi hii hakuna mtu anijui. Kitu ile nasema, namwambia president amefanya kitu ya maana. Kwa maana kama angetoa hiyo waziri, hiyo ministers, Kenya ingeungua. One, hii watoto walikuwa wameamua kufa na kupona. Na mimi namwambia Mr. President, Ruto akisikia leo, sikizanga maneno ya watoto. Hao wakubwa ulikuwa nayo, hakukuwa na advice wewe vizuri. Alikuwa anatukutanganya. Kenyans wanaumia. The people they are sleeping without eating anything. Our children wamesoma, wana kazi, na wewe mtu mmoja anaenda kuonyeshana pesa. Akibebana pesa kwa atisa ya 900,000, almost 1 million. Ule mtu maskini anasikiaje saa ile unaonyeshana a lot of money, na juzi wewe ulikuwa maskini kama hawa. Juzi ulikuwa maskini kama hawa. Ndio wasiri ile namwambia Mr. President, our excellency sir. Watu ile utachakua baba, unamwambia wa Kenya kupiga kura tuone tunachakua watu wazuri ama wabaya. We need people ile wanakuja kusaidia wananchi. Mimi nilikanyaga ofisi ya Murkomen nikitaka kazi. Kwa kazi ilikuwa nimeona mahali. Niliangaliwa kama takataka. Nilikuwa nikitaka kuongelesha nini security na sukuma mimi kama umbwa, na nilipiga kura. Hii nchi ni yetu sisi wote, hata mtu maskini. Mimi nalia sana, nilipigania. Ndio that's why hawa walikuwa kwa ofisi. Mimi sijafaitika chochote. Sijafaitika hata watoto wangu hawajapata kazi yoyote. My children wamesoma, wako na kazi. Hata hii watoto wengi ukiona hawa wana kazi. Papa Ruto, nakueleza kama dada yako, unanijua vizuri. Najua Nelly, nalia machozi. For good 3 months, I think 6 months. Sisi wa Kenya, the poor Kenyans wenye tulikuwa tunapata kazi ile ndogo ndogo, tujapata kazi yoyote. Manyumba zetu tunataiwa pesa nyingi sana. Ukiona vile tunaumia. Ukiona watoto wetu wanakuja kufanya maandamano, sio kupenda kwao. Watoto wamesoma ya maskini. Shida iko nyingi. Mtoto akiona mama akilia, mimi sometimes naenda kujificha kulia watoto wangu wasinione. Akaniuliza mama, si ulipigania mpaka Ruto akapata? Nikamwambia nilipigania, lakini wamenisahau. Namwambia Ruto saa hii raundi, andikia sisi watoto kazi. Tuko na watoto wanajua mpaka kutoa kukukul something ile hata wewe uwezi kutoa. Huyu watoto wamesoma, wako na PhD. Patia hii watoto kazi. Msipatie wazee peke yake. Mtu amefanya kazi miaka nyingi, for 10 years, 20 years anarudi kukuwa minister. Pea mtu hajawahi kufanya kazi. Patia ndio watoto waritike kama wengine. Wasikie watoto ya tepua Kenyans waenjoy hii nchi yao kama ni nchi. Hata sisi tuenjoy, hata sisi wenyewe tukiona watoto maskini wakifanya kazi. Ukipatia mtoto tajiri mwenye nanunua kazi, Wakenya wenye wana pesa watanunua na nini? Ruto, namwambia wewe kama dada yako Nelly, wenye unajua nalia sana. Nilikuwa nimelia nchi yetu asipomoke. Nilikuwa naona nchi inaungua, na wewe ulikuwa uoni. Uliona baadaye. Kama nili-SMS wewe nikamwambia maybe watu yako walikuwa na delete message. Nilimwambia nchi inaungua, wewe uoni. Sikianga maneno ya watu maskini ya chini, usisikie ya tajiri. Sikia maneno ya watu ile iko chini. Ndio ukisikia akiongea na kupikia wewe asimu, sikiza maneno anasema. Sikia maneno, wako na advice mzuri, sio mtu tajiri. Ulipata wakora wenye na kutanganya na kupeleka ya inji iko mzuri. Inji yako kwa mzuri mtoto yetu. Hakukuwa mzuri mtoto yetu. Namwambia wewe president, our excellency sir. Inji ilikuwa amepiga mahali na ungua baba. Hata mimi nililia mpaka nikamwambia Mungu, inji yetu hawezi ungua. Kama Mungu iko, Jehova aliye juu mbinguni, angalia hii watoto wetu wasihangaike na wasikufe tena. Nilililia Mungu. Niliona watoto akiuliwa. Mimi niliona I was in Serena, ni karibu niuliwe. Hata mimi nilikuwa nimepita. Risasi ilipita mimi kichwa. Sikuwa nafanya maandamano. Niliona watoto akiuliwa ndugu yangu. Hebu rekebisha Kenya baba.
na uangalie Kenya vizuri na usikize maneno ya watoto. Usituletee wazee tena. Ati wote na kuja kunini ku advice wewe. Iko watoto na iko mama anaweza kumwambia maneno. Na anaweza kumwambia wewe bila utakaa. Baba yangu tafuta watu ili atakuwa ministers wenye sisi tutapiga kura kama zamani wakati ya Moi na Kibaki na wakati ya Moi minister ilikuwa anachaguliwa kutoka nyumbani MB na kuja kuwa minister. Turuti ile mitindo ya zamani ndio Kenya itasimama imara. Namwambia wewe kama dada yako, kama mama ya nyumbani, na kueleza baba yangu, nilililia Mungu na Mungu ametenda. Naonanga vitu nyingi sana, wewe unajua. Zamani nilikuwa namwambia wewe utakuwa president na ukakuwa. Naonanga mbali, Mungu naonyeshanga mimi vitu nyingi. Watoto wetu wamesoma baba. Na don't let them down. Na support vijana. Ni vijana wamesoma. Na wamepitia mengi. Ukiona watoto na amesoma vizuri na wamekula, wanalala bila kukula. Wenye unapatia kazi, ulipatia kazi juzi ilapewa watoto ya the rich people, not the poor Kenyans. Mungu akuchunge na Mungu achunge nchi yetu na achunge watoto wetu. Watoto wetu hii vijana na wasichana. Mungu achunge na nchi yetu, Mungu achunge Kenya.